Serikali ya Angola leo March 24 imetangaza rasmi kujiondoa katika mapatanishi ambayo yalikuwa yanaendelea pande zote mbili kati ya M23 na serikali ya Kongo ambayo yalikuwa yanafanyika Angola. Ikumbuko wazi kwamba siku zilizopita alikutana na Rais Tshisekedi, na baada ya mazungumzo yao ndipo serikali ya Angola ilitangaza kwamba inataka kuanza mchakato wa kuwaweka chini serikali ya Kongo pamoja na M23 kwa ajili ya mazungumzo, na ikamepangwa tarehe ambayo walitakiwa kukutana. Lakini baada ya pale serikali ya Kongo ilimchagua Jean-Pierre Bemba kwamba ndo ataenda kusimamia upande wa serikali, na viongozi pia wa M23 walitangazwa, lakini wakiwa safarini walitakiwa kukutana. Safari ikawa imeahirishwa na wakawa wamesema kwamba na vipengele ambavyo kuna vigezo ambavyo havijatekelezwa. Aswasa M23 ilidai kwamba walitakiwa viongozi wao waondolewe vikwazo ambavyo vilikuwepo. Kwa hiyo hali hiyo ilifanya kwamba mazungumzo hayo yasiendelee. Lakini baada ya hapo tulikuja kumuona Felix Tshisekedi anakutana na Kagame Doha, kwenye mji wa Qatar. Walikutana huko kwa ajili ya mazungumzo ambayo mpaka leo hii bado ni siri, kwa sababu kila taarifa ambayo tumekuwa tukipata ni vile ambavyo vinasemekana kwamba tuko chini, lakini officially kati ya Kagame na Tshisekedi hakuna ambaye ameshazungumza kwamba bana wakati tumekutana na nimekutana na muuza mayai na nimekutana na msambazaji wa pizza na hiki ndicho alichokisema. Badala yake wote wamekuwa kimya. Kwa hiyo mazungumzo yamekuwa bado wanataka watu tunataka kujua kwamba kipi ambacho kilizungumzwa kati ya watu wawili. Bado tukiwa kwenye hali kama hiyo, ndipo leo Joao Lourenço ameamua kutangaza rasmi kwamba wao wamejitoa kwenye mazungumzo ambayo alikuwa yanaendelea. Kwa hiyo maswali yamekuwa ni mengi kwamba kweli amejitoa kwa amani, amejitoa kwa kufurahiwa kwamba bana jitihada zinaendelea vizuri, kwa sababu bado vita inaendelea. M23 bado wanaendelea kushikilia mji wa Bukavu na wanaendelea kushikilia mji wa Goma, na saizi wapo Walikale. Hii ya taarifa tena nitakuja kukuletea nao baadaye kuhusiana na swala la Walikale. Na Kongo bado inaendelea kutafuta msaada wa kuangalia jinsi gani kwamba italeta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Tshisekedi bado anaendelea kutafuta jinsi ya kuweka amani katika hili swala. Kwa hiyo yeye kujitoa katika hili swala, Joao Lourenço, rais wa Angola, yeye kujitoa katika hili swala, je, inaleta mwanga kwamba vitu vinaenda vizuri, kwamba anafurahishwa na hatua ambazo zinaendelea Doha, kwamba mazungumzo ambayo yameanzishwa kule ndio yatakuwa yenye kusuluhisha? Maana siku zilizopita pia hapa tulikuwa na swali kwamba kwa nini Felix Tshisekedi ni kama vile amepuzia viongozi wa Afrika, na akaona kwamba viongozi ambao sio wa Afrika ndo labda wanaweza kaweze kuwaweka chini ili wasuluhishwe. Lakini pia tunajua nguvu ya Qatar. Qatar amekuwa ni mfanyabiashara mzuri sana ambaye ameweka biashara nyingi sana Rwanda na vile vile pia Kongo. Kwa hiyo kuwaweka chini na sauti ya kwamba bana hawa marais wanaweza kaweke chini wakaongea kwamba bana jamani, ili na ili muangalie kwamba bana madhara ya biashara nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo napongeza na support na kubaliana na kile ambacho watu wamekuwa kikizungumza, sababu ya kwa nini Qatar ameonekana kwamba ni msuluhishaji ambaye anaweza kawaweke Rwanda pamoja na Kongo chini kwa ajili ya mazungumzo. Lakini Qatar sio kwamba tu ni wale viongozi ndio amewaweka chini, amewaweka viongozi wengi sana. Ikumbuko wazi kwamba hata mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya Marekani pamoja na Urusi kuhusiana na swala la Ukraine, wamekuwa wakienda kukutana kule Qatar kwa ajili ya kuzungumza vitu ambavyo vinaweza vikawapatanishe. Kwa hiyo Qatar amejengea mashauri mkubwa sana wa kukutana na viongozi ambao wapo kwenye migogoro, na mwisho siku anakaa chini kwa ajili ya kuangalia kwamba bana watasuluhisha tatizo namna gani. Kwa hiyo swali bado la msingi ambalo lipo hapa ni kwamba haya mazungumzo ambayo yanaendelea Qatar yataleta manufaa, yataleta tumaini, yataleta thawabu. Lakini je, Lourenço kujitoa katika haya mazungumzo, amejitoa kwa nia nzuri? Ikumbuko wazi kwamba kwenye interview ile ya Kagame ambayo aliifanya, alizungumza kwamba
Tshisekedi ni mtu ambaye ni mkorofi sana. Mkikubaliana jambo, mwisho siku atakapogeuza mgongo, anapinga, anakana moja kwa moja kile ambacho mliafikiana. Kwa hiyo anakuwa ni mtu ambaye haeleweki katika misimamo. Na haka wamesema kwamba eti bana, hata jaribu kuwauliza yeyote yule ajitokeze kwamba kweli aisha kufanya biashara au mazungumzo au deal na Tshisekedi, na deal hiyo ikawa imeenda kama vile jinsi ilivyotakikana kwenda. Kwa hiyo alisema bana, labda ajitokeze yote la mata ni challenge mimi hivi kwa meonekane kama mimi ni mwongo. Kwa hiyo je, kila alichokisema Kagame kina ukweli wowote? Kiasi kwamba labda Lorenzo naye pia ameona kwamba okay, labda naweka mguu kwenye sehemu ambako hakuna manufaa yoyote ile. Ameweka mguu ile sehemu kwa ajili ya kutaka kuwapatanisha watu, lakini mwisho siku anayetaka kupatanishwa haeleweki, yupo kwenye hili, yupo kwa ile, yupo kwa ile. Anagusa kila sehemu, mara utajikuta kwamba yupo kule, yupo kule. Kwa sababu pia watu wengine wamekuwa wakisema kwamba hata East African Community amekuwa kama vile akiipuzia. Alipoona kwamba bana vitu ambavyo alikuwa anataka wamfanyie kwenye swala la mgogoro uliokuwa unaendelea, ndipo moja kwa moja alipotoka pale kwenye East Africa na akawaambia bana okay, achana nini na hilo, alafu akaenda SADC. Mambo yamekuwa ni mengi sana. Felix Tshisekedi amekuwa akiangalia jinsi gani atapambana na haya mambo, lakini ni kama vile katika namna moja au nyingine, je, anakuwa anatii ushauri? Je, vita hivi vinavyoendelea mpaka saizi tunavyozungumza visingekuwa vimeisha endapo kweli angeamua kuikaa chini na M23 hivi kwamba waangalie kile atakachokifanya? Je, wazalendo watasaidia kwa ajili ya kumpigania Felix Tshisekedi na waondoe kabisa M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Manake zimekuwa zikisikika taarifa za tena na tena kwamba tunaenda Bukavu. Imekuwa ni wimbo wa taifa sasa ambao tumekuwa tukiuimba tena na tena. Bukavu. Natumaini bado lipo safi. Na naendelea kushukuru sana watu wote ambao wanaendelea kuaminia wanaendelea kuaminia kwamba wazalendo wapo pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanaenda kuwa sawa. Sina hata haja yoyote kabisa ya kupingana nao. Lakini nauliza tu, ni challenge na ileta kwamba je, vita hivi vitaisha kwa mtutu wa bunduki au vita hivi vitaisha kwa mazungumzo? Naelewa mazungumzo ni kitu ambacho baadhi ya wakongomani wengi ni kama vile hawataki kabisa mazungumzo yawepo. Lakini sasa hizi Felix Tshisekedi anafanya kila anachojisikia mwenyewe. Alikutana na Kagame. Kwani je, ndio kile ambacho wakongomani walikuwa wanataka? La hasha. Alipanga ratiba ya kukutana na M23. Kwani ndio kile ambacho wakongomani walikuwa wanataka? La hasha. Lakini anafanya kile ambacho anajisikia yeye. Kwa hiyo katika yote ambayo anajisikia yeye, bado anaendelea kuamini kwamba vita hivi vya Kongo vitaisha kwa mtutu wa bunduki. Kwa maana pia wapatanishi ndio wameanza kujitoa. Kesho tutakuja kusikia pia Qatar naye pia anajiondoa katika mazungumzo. Mwisho siku tutakimbilia wapi? Marekani? Okay. What if na Marekani naye pia akijitoa kwenye mazungumzo? Unaenda kwa huyu kwa sababu unaona hakuweza, basi unaenda kwa mkubwa, mwingine. Ndio tutaikalia hivyo. Na tunapokuwa tupo vile, mwisho siku damu zinazidi kumwagika huku. Kwa hiyo hayo ni maswali mengi. Nimekaribisha huu mjadala, utakuwa labda inawezekana kama mjadala mpana. Tulijaribu kutafuta wataalamu wetu ambao waga wanatupatia mawili matatu, lakini inawezekana Jumatatu bado wapo busy. Unajua ndio Jumatatu inaanza hii. Shughuli za hapa na pale zinaanza. Kazi za hapa na pale zinaanza kuchangamka. Kwa hiyo hawajapatikana. Na kwa sababu hawajapatikana, tukasema ngoja tukuletee kwa hii taarifa, kwa sababu tulimeipata toka jana usiku na tukaona tukiendelea kuwa nayo itakuja ku expire kabla hatujaitoa. Kwa hiyo je, Lorenzo Angola kujitoa katika mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kati ya serikali ya Kongo na M23, M23, M23 ni ishara ya kwamba vitu vinaenda sawa, au ni ishara ya kwamba mambo yanazidi kuwaka moto sana? Nisikuchoshe, usinichoshe, aishi mpaka ishe. Tunasubiri inyeshe. Tunasubiri inyeshe ili tuone wapi panapovuja. Yani
kabla hatujaona wapi panapovuja, haijaisha. Yani itaisha mpaka iishe. Na ukumbusha tena, itaisha mpaka iishe. Kwa hiyo huku ukiwa karibu na sisi, tunakuomba subscribe, kwa sababu bado tunafuatilia hii ngoma kwa karibu. Tunafuatilia hii ngoma kwa ukaribu. Toa maoni yako, comment, na vile vile share na wana. Kwa maana hizi taarifa hizi tunapokuwa tunazisambaza mbele ya watu, zinasaidia zaidi. Nimeshasema kwamba naitwa Boss Elvis. Na majina mengi sana kama vile unavyojua, lakini zingatia kwamba tunaitwa Boss Elvis kwa siku ya leo.